Wapendwa katika Kristo, karibuni katika tafakari hii yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka 2026. Katika somo la kwanza ambalo linatoka katika kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 18 aya 20 hadi 39. Katika somo hili tunakutana na tukio maarufu la nabii Eliya akiwa katika mlima wa Karmeli. Hapa anakabiliana na manabii 450, manabii wa Baali. Wanakabiliana ili kumthibitisha Mungu wa kweli ni nani. Kumbe tunakumbuka kwamba mfalme Ahabu katika uongozi wake alikuwa ameingiza ibada ya Baali katika taifa la Israeli. Hivyo basi watu walikuwa wamechanganya ibada ya Yahwe ambaye ni Mungu wa kweli na ibada ya miungu ya kipagani. Katika muktadha hii sasa, nabii Eliya anawakusanya watu wote pamoja na hawa manabii 450 wa Baali na kuwauliza swali kwamba mtasita kati ya mawazo mawili hata lini? Sisi kama Wakristo ni swali ambalo tunapaswa kujiuliza. Tutasita kwenye imani yetu hata lini? Tutayumba kwenye imani yetu hadi lini? Kumbe katika ulimwengu wa leo, Baali anaweza kuwa tamaa ya fedha, tamaa ya madaraka, au tamaa ya umaarufu, au chochote kitu ambacho kinaweza chukua nafasi yake Mwenyezi Mungu. Eliya leo katika somo la kwanza anatualika kuacha kusitasita na kumwabudu Mungu kwa moyo wote. Na katika Injili Yesu anakiri waziwazi kuwa msidhani ya kuwa nalikuja kutangua Torati au manabii, sikuja kutangua bali kutimiliza. Kumbe kulikuwa na swali walioliuliza wengi kwamba je, mafundisho yake yalikuwa yanapingana na sheria ya Musa au la? Yesu mwenyewe leo anajitokeza na kujibu waziwazi kwamba yeye hakuja kuifuta Torati bali kuileta katika ukamilifu wake. Hakuja kubomoa au kufuta bali kuikamilisha, kuipa maana yake kamili. Yesu ndiye utimilifu wa ahadi za Agano la Kale. Hivyo basi tunaalikwa kuzifuata sheria na amri, hata zile zilizo ndogo. Atakayevunja amri moja, hata iwe ndogo kiasi gani, ataitwa mdogo katika ufalme wa mbinguni. Ila atakayezitenda na kuzifundisha hizi amri, huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Kumbe wapendwa, katika somo la kwanza Eliya aliwaita Waisraeli waache kusitasita, kuyumbayumba kati ya Mungu na Baali na warejee katika utii kwa Mungu. Na katika Injili Yesu anasisitiza umuhimu wa kubaki waaminifu kwa mapenzi ya Mungu yaliyofunuliwa katika sheria. Tumsifu Yesu Kristo.